wa Tanzania ambao wanakutazama kwa hivi sasa. Habari za asubuhi. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa upande wa wachezaji, tumejiandaa vizuri, walimu na mbinu uwanjani licha ya kuwakabili Simba. Naamini mchezo utakuwa vizuri. Mashabiki wa Dodoma Jiji, wapenzi wa Dodoma Jiji waje kwa wingi uwanjani, waendelee mazuri katika mechi ya kesho. Okay. Maswali matatu kwa William Edgar. Karibu. William, sifa yako kubwa uwanjani imekuwa ni kasi, na nikiangalia mechi kadhaa zilizopita kwa wapinzani waliocheza na Simba wamekuwa wakitumia vizuri sana nyanya ya baada ya mpira pembeni kupanda, na hata wewe pia ulifanya hivyo katika mchezo uliopita, na nafasi ambayo ulikosa kutokana na aina hiyo ya mchezo. Kuelekea kwenye mchezo wa kesho, pengine unaweza ukapata nyakati kama hizo, unaambia nini wale ambao wana matumaini kwako, wana matumaini kwa Dodoma Jiji pia, especially tayari wakishajua una gap ambayo unaweza mkaitumia? Wangu kama mchezaji nimejiandaa vizuri mechi ya kesho. Kwa mwalimu akinipa nafasi naweza nikafanya vizuri na nikatumia nafasi. Kwa hapo ni maamuzi ambayo wangu kwa nafasi. Edgar, ni kwamba Simba wako nyumbani kikanuni, nyie mko ugenini kikanuni, lakini wote ni kama vile mko tu ugenini, kwa sababu kimsingi Simba huwa hawatumii sana uwanja. Atmosphere ya namna hii inajenga vipi nyie kama timu wenyeji ambao wote mko ni kama wote mko ugenini? Sasa hapo ni kama nilipoongea hapo, ni plani za mwalimu jinsi tutapoingia kesho na kuhusu swala uwanja, na si ni advantage moja hapo ya kutumia uwanja ambao Simba ni wageni na Simba wageni. Okay, tueleze labda Edgar, matokeo yaliyopita katika mchezo dhidi ya mpinzani tunakutana naye siku ya kesho kutoka Suluhu. Nyinyi kama wachezaji wana motivate kiasi gani? Mlitoka nao sare na kesho mnakutana nao tena na mkiwa na positive mind, tuseme hivyo. Wachezaji mnaenda vipi kwenye game? Mnakuwa nani? Sasa hizo ni plani za mwalimu. Maana mechi iliyopita ishapita, kwa hapo tuna focus na mechi ya kesho. Shukrani.